Na mkiwa ni tarehe 13 za mwezi wa 10 2025, majira ni saa 12 asubuhi. Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari ujio wa habari za moto. Luvungi, wazalendo wapo Luvungi kwa ajili ya vita na sio kulima mashamba, maneno ya Wabwela Dato kwenye mkutano mkuu ulifanyika ndani ya Luvungi. Ituri, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF washambulia magaidi wa ADF eneo la barabara ya taifa nambari 4 Mambasa Komanda. Luvungi, wazalendo wakanusha tuhuma za kula pesa za M23. Kumbuka kutembelea pia Mwangaza Television ambayo utakuwa unapata matukio yote yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka mkutano mkubwa uliofanyika Luvungi. Tembelea Mwangaza TV na utakutana na yote yalikuwa yanasemekana ndani ya Luvungi. Pia kumbuka Operation Stadium Mzalendo bado kuendelea, na kama ujiungana na operation hii tafadhali tumia namba zetu ambazo unaziona ili uwe kwanza kupata habari zetu, na pia uungane na operation hiyo ya kuwatembelea ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Uvira katika kitongoji cha Luvungi, ambako wazalendo wapo Luvungi kwa ajili ya vita na sio kulima mashamba wala kufanya biashara. Msemaji wa CNPSC yake mzee William Amuli ya Kutumba wa Obwela Dalto katika mkutano mkubwa uliofanyika hiyo siku ya Jumapili jioni ndani ya kitongoji cha Luvungi, huku maelfu ya wananchi wakijitokeza kusikiliza kauli ambayo ipo ndani ya hekima kutoka kwa msemaji huyo. Aliweza kuhutubia raia na kuambia umuhimu wa wao kuwa ndani ya Luvungi na kile ambacho wako wanakifanya tofauti na vile watu wanavyofikiria. Dalto, msemaji wa wazalendo, alizungumza maneno yafuatayo na nukuu: tuko hapa Luvungi sio kwa ajili ya kulima mashamba, tuko hapa Luvungi nipo kwenye uwanja wa vita, na nia yetu sisi ni kuweza kupigana vita, na endapo adui atatujaribu basi atakiona cha mtemakuni. Hayo ni nukuu kutoka kwa Dalto. Mengi na zaidi tumsikilize yeye mwenyewe akizungumza kwenye mkutano mkubwa ndani ya Luvungi. Kama sisi tuko hapa, sisi wazalendo hatuko hapa kwa sababu ya kulima mashamba, hatuko hapa kwa sababu ya kuchimba tuko hapa kwa sababu tulifata vita. Jeunesse oye! Sababu nawaza muko na matelefoni na muko na wandugu ambao wako Kamanyola. Wavamizi walifanya mitingi wakasema ya kwamba wanatangaza vita na wanasema watakuja huku. Nilipenda nikuja niwaambie hivi, hatukukuja hapa kucheza, tulifata vita. Na kama watakuja tutawapokea. Kongo hoye! Kongo hoye! Tulifata vita, na kama wataleta vita tutakabiliana nao kivita. Ni kusema hii plane ya Ruzizi, Uvira, Fizi, Mwenga haiko Goma, haiko Bukavu.
Pamoja na hiyo, mutaambia ndugu zetu ambao wako Kamanyola ya kwamba muasili wanasema mtoto anakuwa anacheka na mimba ambayo itaua mama yake. Hapa na Kamanyola ni kilometre kidogo sana. Sio ajabu wakati wanakuja kutuchokoza hapa, labda watakuja kutukokota. Kongo hoye! Kwa hiyo napenda niwaambie, vita ambayo tunavamiwa na Rwanda sio vita ya siasa. Hii vita haiko vita ya politiki, ni vita Rwanda inatuvamia. Wale ambao mko mnawasikia wa Corneille Nangaa, wa Bertrand Bisimwa, wale sio kitu. Mwenye anatuvamia ni Kagame. Kwa hiyo tunataka tuambie nyinyi jeunesse, wa mama wako hapa, wazee, ya kwamba trop c'est trop. Hii nchi haiko nchi ya Kagame. Vijana ambao wanatoka Rwanda kuja kutuvamia wanadamu kama yetu, walifunzwa jeshi kama sisi, wanatembea kama sisi, wanaongea kama sisi. Kwa maana hiyo tutakabiliana na Kagame, kwa sababu sisi hatukumvamia yeye, amevamia nchi yetu. Tutamjibu kama vile ametuchokoza, na hivi ni miaka 30. Na taarifa yote hiyo utaipata kupitia Mwangaza Television, ambayo utakutanana na link kwenye description ya Baraka1 TV, na hapo moja kwa moja ukigusa description kuna link ambayo itakupeleka kwenda kuona kile ambacho kinafanyika kupitia Mwangaza Television. Na baada ya taarifa hizo, tuchukue taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Ituri, ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF wawashambulia ADF eneo la barabara nambari 4 Mombasa Komanda. Muungano wa majeshi kati ya FARDC na UPDF waliweza kuanzisha mashambulizi katika eneo la barabara nambari 4 dhidi ya magaidi wa ADF Nalu huko katika kijiji cha Lolwa Mungamba ndani ya tarafa ya Mombasa mkoani Ituri. Kutokana na vyanzo vya habari kutoka katika hayo maeneo ni kwamba mapigano hayo yalianza majira ya saa 3 za asubuhi, na hivyo ni baada ya magaidi wa ADF kujaribu kujipenyeza ndani ya maeneo hayo na kukutanana na moto kati ya UPDF FARDC katika uwinga wa barabara nambari 4. Wakati huku masaa mengi yakizidi kuendelea, wananchi walikumbwa na hali isiyokuwa ya kawaida baada ya kusikiza milindimo ya risasi, na hivyo kuanza kutawanyika kwa ajili ya kujitafutia usalama zaidi. Vyanzo hivyo vinasema pia mapigano hayo yalisababisha baadhi ya watu kupoteza maisha yao na pia vitu kaza wa kaza kupotea, huku magari makubwa ya kufanya biashara yakichomwa moto na kuleta mazingira yasiyokuwa familia ndani ya vitongoji hivyo huku mkoani Ituri ndani ya kitongoji cha Mombasa. Baada ya kufanikiwa kuwafukuza magaidi wa ADF Nalu, hali ya usalama imeanza kurejea, huku wasafiri wakianza kutumia tena barabara hiyo ya taifa nambari 4
kutoka Mombasa kuelekea Kamanda baada ya UPDF na FRDC kuchukua hayo maeneo, huku mapigano yakizidi kuendelea kuwasaka magaidi wa ADF NALU. Hii ni Baraka1 TV. Na mko nasikiliza Amka na Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, Canada, USA, Australia pamoja na East Africa pamoja na Europe. Ishidi Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayaba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto Tobiondo Kamba Mawe, mzee wa state ya Menda, First Delegation da Ashda Iron, wote kwa nasikiliza Baraka1 TV ya Kis Kandeki ya Simbu Baguma sababu kutoka Czech Republic, Asokolo Ayeba, Asante Ramadan. Na baada ya matangazo hayo tuchukue taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Luvungi ambako wazalendo wakanusha kwa tuhuma za kula pesa za magaidi wa M23. Baada ya magaidi wa M23 kuandaa mkutano uliofanyika maeneo ya Kamanyola, huku wakiwatuhumu wazalendo kwa kusema kwamba wamekula pesa zao ndio maana hawataki na wanashindwa kwenda kuanzisha mashambulizi dhidi yao maeneo ya Kamanyola. Msemaji wa wazalendo Bwana Dalto wa Obwela kwenye mkutano mkubwa ndani ya Luvungi alizungumzia hizo tuhuma na kusema kwamba ni za kipuhuzi na wala hazina mantiki yote. Mtu anayetoa pesa wala uwaga haongei, na kama Goma ilianguka kwa ajili ya pesa, Bukavu imeanguka kwa ajili ya pesa, lakini Luvungi hawataiangusha kwa ajili ya pesa, badala yake watakiona cha mtabakoni. Nawaambia ana uwezo wa kufanya na sisi vita ya juma mzima kama tunasimama kama vile mkongomani mmoja. Nilisikia mumitingi yao wanasema walipana pesa, tulipatia kama pesa, tulipatia mzee wiada ya kutupa pesa, tulipatia mzee makanaki pesa, tulipatia wazalendo pesa. Mwenye anapana pesa ndugu yangu hawezi katangaze. Mwenye anapana pesa hapana. Ile ni kushindwa. Ni kusema kama walikamata Bukavu kupitia pesa, kama walikamata Goma kupitia pesa, sababu waliingia Goma bila kupigana, waliingia Bukavu bila kupigana, na kama waliingia Bukavu kupitia pesa, lakini hawatapiga Luvungi kupitia pesa. Kama walipatia watu pesa kule Goma na Bukavu, hawakuwatangaza, hawakusema nilipatia fulani pesa. Lakini kwa sababu hapa kuwa mbele na ndio maana wanafanya madisku za uongo, lakini pamoja na hiyo tunawasubiria, tutapambana kama kawaida. Ndio karibu. Tumezoea. Alidaya mzee William Amuri ya kutumba. Hao sitaki kuteko maili yote. Komanda William Amuri ya kutumba zere resistant. Anajua kupigana vita, anajua kupanga vita vya aina yoyote. Kama ni ambizani, kama ni magugu, kama ni klasiki, sisi tulifanya miaka 18 ndani ya pori tukapambana. Kwa hiyo kama Rwanda ikafanya error hapa kuzero kilomita na sisi, ipo siku, kwa sababu alisema nchi ya Rwanda haina nafasi ya kupigania vita, lakini tunawaza kwa hiyo wakati kama hajazaa watu kupigania risasi.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV ya tarehe 13 za mwezi huu wa 10 2025 saa 12 za asubuhi. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Mengine tukutana saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.